Keti akasogea mpaka kwenye meza aliyokaa Samson, akaweka tray juu ya meza na kugeukia pembeni huku akiuliza, nikuhudumie nini? Samson akamjibu, naomba pombe kali yoyote ile. Keti akashtuka na kugeuka kumtazama Samson kwa mshangao, kisha akasema, sawa, nakuletea, lakini hapo alipokaa pana giza sana. Kwa nini usisogee kule kwenye watu wengi ambako kuna mwanga? Labda utaweza kuchangamana na watu kachangamka. Huku umekaa mwishoni sana, naona kama umejitenga mno. Samson akamjibu, kaniletee pombe kali tafadhali. Keti akaguna na kuzidi kumshangaa Samson, alafu akabeba tray yake na kuondoka kwenda kaunta. Akachukua chupa kubwa ya pombe kali pamoja na glasi akampelekea Samson. Kisha Samson akampatia pesa, alafu akaanza kunywa ile pombe taratibu, huku akikumbuka wakati tofauti tofauti wa furaha aliokuwa pamoja na Arafa. Mara Samson akashtuka baada ya Shiti kufika pale na kuvuta kiti. Akaketi na kuweka glasi yake ya bia juu ya meza, kisha akaanza kusema, naona umejitenga sana Samson. Vipi, ni kutokana na haya matatizo yako au? Samson akamtazama Shiti kwa mshangao, kisha akamuuliza, matatizo yangu? We, matatizo yangu mimi unayajua? Shiti akanywa fundo moja la bia yake, kisha akamjibu, ya, ninayajua kwa sababu ninayaona matatizo yako, ninayasikia na ninayafahamu kama binadamu. Bila shaka Samson, unapitia wakati mgumu sana. Unampenda sana yule msichana lakini tatizo ni maisha. Huwa naona jinsi ambavyo yule mwanamke wako anakujaga na mwanaume mwingine mpaka pale nyumbani, na ninatambua ni kwa kiasi gani unaumia. Sina shaka kuwa unampenda sana yule msichana, lakini kikwazo ni kipato chako na uwezo wako wa kimaisha. Samson akajikuta akidondokwa machozi bila kutarajia, kisha akamjibu, simpendi tena na wala simuhitaji tena katika maisha yangu. Nimeamua kuanza ukurasa mpya wa maisha bila ya uwepo wake yeye. Alafu akajifuta machozi, huku Samson akashusha pumzi na kutazama saa yake mkononi. Kisha akanywa bia fundo 2 kwa mfululizo na kuanza kusema, Samson, najua mimi na wewe hatuna mazoea kiasi cha kuongea vitu vyetu vya ndani, lakini mimi ninakuaminia sana wewe, kwa sababu hayo unayopitia hata mimi nilishawahi kuyapitia miaka ya nyuma hapo awali. Kwa hiyo natambua maumivu yake. Hivyo basi nikuache na maamuzi yako, lakini pale utakapoona una uhitaji wa maisha mazuri ambayo yatafanya yule mwanamke atulie na wewe, usisite kunitafuta. Muda wowote ule ninakukaribisha sana na nitakusaidia. Baada ya kusema hivyo, Shiti akanyanyuka huku akimalizia kunywa bia yake. Akaenda kukaa kaunta, akawa anapiga stori na Keti mpaka alipomaliza kunywa bia ya pili. Kisha akalipa pesa na kuondoka zake. Samson akabaki anaendelea kunywa pombe huku akilia kwa uchungu bila kutoa sauti, na kumbukumbu za Arafa zikawa zinazidi kumjaa akilini. Muda huu Arafa yupo nyumbani kwake, anamimina chakula kwenye bakuli na kwenda kuweka kwenye meza ya chakula, huku akijifuta machozi. Mara akasikia honi ya gari kutoka nje
ikiwa ni gari ya Michael. Hivyo haraka aliondoka zake pale na kurudi jikoni. Michael alipoingiza gari ndani, akateremka haraka na kuingia sebuleni. Alipoona kuwa pale Arafa hayupo, ndipo akapita kwenye meza ya chakula. Akaona kuwa chakula kimeandaliwa, lakini Arafa hayupo. Hivyo Michael alizunguka sehemu mbalimbali za nyumba ile akimtafuta Arafa bila mafanikio. Ikabidi atoke sehemu hiyo na kuanza kuelekea jikoni huku akiita, Arafa, baby, hello baby. Michael akazunguka sehemu mbalimbali bila mafanikio mpaka alipofika jikoni, ndipo akamkuta Arafa akiwa anapika. Ikabidi amsogelee na kumkumbatia kwa nyuma, kisha akambusu shingoni, alafu akasogea pembeni yake, ambapo hapo ndipo alipomwona Arafa akiwa amejawa na machozi machoni, kuashiria kwamba ni mtu aliyetoka kulia muda si mrefu. Michael akamuuliza, baby, kwani mmekosana nini na shemeji Samson? Mnagombana kisa nini? Arafa akanyamaza kimya. Hivyo ikabidi Michael aseme, anyway, bila shaka ni masuala yenu ya kifamilia. Basi utakapokuwa tayari kunieleza, I'm here for you baby. Sasa moja mimi niende nikaoge. Arafa akasema katika hali ya unyonge sana, Nimekuwekea chakula, kwa hiyo kipo hapo kwenye meza ya chakula. We kula tu, mimi nimeshakula. Michael akasema, Kwa nini umekula bila ya kunisubiri sasa? Arafa akamjibu, Nilisi utachelewa kurudi. Michael akashusha pumzi na kusema katika hali ya uchovu sana, okay, I know haupo sawa kwa sababu ya hayo matatizo yenu ya kifamilia. Basi ngoja nikuache, mimi naenda kuoga. Arafa akaitikia kwa ishara ya kutikisa kichwa. Kisha Michael akaondoka zake kuelekea chumbani, huku Arafa akaanza kulia tena bila ya kutoa sauti, akiwa analitaja jina la Samson kwa sauti ya chini sana. Arafa alilia mpaka akakaa chini na kuanza kusema katika hali ya hisia kali za maumivu, Samson, nakupenda. Kwa nini tuachane? Mimi siwezi kuvumilia. Mimi siwezi hii hali ya kutokuwa na wewe Samson. Mimi siwezi. Ilipotimu saa 7 usiku, Keti aliondoka kurudi nyumbani kwao, akamwacha Samson akiendelea kumalizia pombe yake, ambapo haikuchukua muda mrefu Samson akawa pia amemaliza kunywa pombe, ndipo akanyanyuka na kuanza kurudi nyumbani kwake, huku akiwa na bubujiko wa machozi na kulitaja jina la Arafa. Samson alipofika nyumbani kwa Bi Mwanaidi, akagonga mlango, ambapo Zuena alitoka kwenda kumfungulia. Zuena hakuamini macho yake kwa jinsi anavyomwona Samson yuko chakari kwa kulewa, hajiwezi hata kutembea vizuri. Hivyo ikabidi amshike
na kuanza kuingia naye koridoni. Walipofika kwenye mlango wa chumbani kwake, ndipo Zuena alipomsachi Samson funguo mfukoni, kisha akafungua ule mlango na kumwingiza ndani. Akamkalisha kitandani na kuanza kumvua viatu, huku Samson akiwa anamwita Zuena kwa jina la Arafa na kusema, Arafa wangu, Arafa wewe ni mzuri. Arafa, hivi kumbe unanipenda eh? Zuena akasikitika kwa ishara ya kutikisa kichwa, alafu akamwambia, unapiga kelele usiku huo? Hebu lala hapo, ngoja mimi nikafunge mlango wa nje. Zuena alipotaka kuondoka, akastukia akikamatwa mkono na Samson. Akavutwa kwa nguvu mpaka kanga aliyojifunga kifuani ikadondoka chini, alafu akadondoshwa kitandani. Na ndipo Samson alipoanza kumpapasa Zuena mwilini pamoja na kumbusu kwa lazima, huku Zuena akiwa anajitahidi kutaka kujiokoa, lakini anazidiwa nguvu. Hivyo Samson akafanikiwa kumwingilia Zuena kimwili. Hakimu